110 na kitu, kujenga nyumba, lakini kurekebisha miundombinu mingine, masuala ya umeme, vituo vya afya, shule za sekondari, mambo mengi serikali ilifanya pale Msomera. Umeona bwana? Sasa serikali ilijenga nyumba kama 1500 na kitu unaambiwa. Sasa tume inasema hizi nyumba mpaka leo hazijakaliwa na watu. Umepata hiyo? Sasa tatizo ni nini? Yaani tume ilijiuliza what went wrong? Nini ilikuwa shida? Na tume ikakonkludi kwamba ni serikali mambo vipi? Sasa wanasikia kuna watu wanapenda kusema demokrasia inatuchelewesha. Demokrasia inatuchelewesha, inatukwamisha kufanikisha maendeleo na nini. Sawa, lakini uko tayari kubeba gharama za mbadala wa demokrasia? Yaani kwa mfano tukiachana na demokrasia, uko tayari kubeba gharama zinazotokana na uamuzi huo? Kwa mfano, mnakumbuka lile zoezi la kuwahamisha quote unquote kwa hiari wakazi wa Ngorongoro, watu wanaoishi kwenye mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro, wa Masai. Nakumbuka lile zoezi 2022 ilianzishwa kwa mbwembwe na nini. So serikali inaripotiwa kwamba ilitenga kama bilioni 212 kwa ajili ya kufanikisha lile zoezi, kuwatoa Wamasai kule Ngorongoro kuwapeleka maeneo ya Msomera mkoani Tanga, bilioni 212. Sasa uchunguzi wa tume ambazo rais ameziunda yeye mwenyewe umebainisha kwamba lile zoezi limefeli vibaya sana. Lile zoezi la kuhamisha watu kutoka Ngorongoro limefeli vibaya sana. Kwa mfano tu, ni 7% tu ya kaya zote ambazo zilipaswa kuhamishwa kutoka Ngorongoro ndio ambazo zimehamishwa. Ni kama kaya 1000 na kitu kwenye kaya kama 23,000 ambazo zilipaswa ziondoke Ngorongoro ndio ambazo zimeondoka. Lakini bwana haijaishia hapo. Serikali ilijenga nyumba nyingi sana kule Msomera. Umeona bwana? Serikali ilitumia kama bilioni 110 na kitu kujenga nyumba, lakini kurekebisha miundombinu mingine, masuala ya umeme, vituo vya afya, shule za sekondari, mambo mengi serikali ilifanya pale Msomera. Umeona bwana? Sasa serikali ilijenga nyumba kama 1500 na kitu unaambiwa. Sasa tume inasema hizi nyumba mpaka leo hazijakaliwa na watu. Umepata hiyo? Sasa tatizo ni nini? Yaani tume ilijiuliza what went wrong? Nini ilikuwa shida? Na tume ikakonkludi kwamba ni serikali haikuwashirikisha watu. Serikali haikushirikisha watu vya kutosha kwenye hili zoezi. Serikali ilikusanya wataalamu na watendaji wa serikali wakajifanya wanajua, wakatumia mabavu. Nakumbuka kuna huduma zilikatwa Ngorongoro, vijiji vikafutiwa usajili, mambo mengi yani. Kwa hiyo wao ilikuwa end ina justify means, lakini kaja ikagundulika kwamba walikuwa wanapoteza tu muda. So mabilioni ya pesa yamepotea kwa sababu serikali iliona demokrasia, kushirikisha watu kuamua maisha yao, ingechelewesha zoezi. Nani anaenda kulipa gharama hizi? Haya mabilioni ya pesa yaliyotumika kwa zoezi ambalo halijafanikiwa lengo lake, nani analipa? Nani anaenda kuwajibika? Well, wewe ndio unaenda kulipa. Mwananchi wa kawaida, kama mimi hapa. Na hayo ni matokeo ya
kuipa mgongo demokrasia, kudhani demokrasia inakuchelewesha, una haraka sana kiasi ya kwamba unaona kushirikisha watu kuamua hatima ya maisha yao ni kikwazo na sio kitu sahihi. Basi tuendelee kutafakari. Kuna uwajibikaji utakuja, rais atamwajibisha mtu, labda tusubiri tuone.